Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu Waislamu na wanaukumbi kwa ujumla, mushkila huu wa zamani juu ya suala la kulani au kushutumu au kutukana, mushkila huu ni wa zamani sana na umeelezwa zamani sana, umezungumzwa zamani sana, tangu zama za Mtume, zama za kuteremshwa Qur'ani, zama za masahaba, zama za maimamu. Tumeona masala haya yakizungumzwa kwa undani na kwa kirefu na kwa ufasaha, kwa uwazi, na Amirul Mu'minin alayhi salam alikuwa akiwalea watoto wake na Ahlul Bait kwa ujumla na wafuasi wake na mashia wake kwenye makarimul akhlaq, kwenye tabia nzuri na sifa nzuri, sifa ambazo zinawafanya waonekane kwamba ni wanadamu waliojawa na ubinadamu, na wawe wajiepushe sana na sifa zile ambazo zinawafanya waonekane wawe si watu wenye murua au watu wenye chuki, waonekane ni watu ambao wamejawa na mapenzi na ubinadamu. Na neno laana lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Maana ya kwanza, al-la'nu min Allahi fa huwa tardu an rahmatihi. Laana ikitoka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akisema la'anahumullah, akisema yeye, maana yake amewafukuza wale watu na amewaweka mbali na rehma zake, na hii inamlazimu yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye ambaye ana haki na uwezo wa kuwaondoa watu kwenye rehma zake. Kama ikiwa ni laanu minan nasi, ikiwa ni laana itokayo kwa watu, maana yake ni sabu wa shatam, maana yake ni kutukana na kumtusi mtu na kumshutumu mtu, wa dua ala shakhs, na kumwapiza mtu yule. Na watu wa mantiki wanasema nisbatu baina sabu wal la'an, ni kama kuna al-umum wal khusus min wajh. Naam, ama ufahamu wa laana katika Qur'an al-Karim tunaweza kuiangalia mafhumu haya katika vipembe vingi, katika hali nyingi. Hali ya kwanza, nani yule mwenye kulani? Je, ni Mwenyezi Mungu au ni watu? Qur'an imefafanua jambo hili. In kana la'nu min Allah, ikiwa laana yatoka kwa Mwenyezi Mungu tunasema basi hiyo ni kufukuzwa mtu kwenye rehma za Mwenyezi Mungu, ambayo yenyewe inakuwa ni adhabu kwa mja huo. Ama ikiwa laana inatokana na watu, inakuwa ni mimbabi dua, kuomba laana na kumwapiza mtu huyo kwamba atengwe na rehma ya Mwenyezi Mungu na kwamba Mwenyezi Mungu amshushie adhabu. Na hali ya pili, tukiziangalia aya za Qur'ani zilizozungumzia laana, tutakuta kwamba imezungumza habari hizi. Kwa sababu tunataka tuweke mafhumu pana, hatutaki sisi kujikita kwenye kujibizana na watu ambao hawaelewi hata nini wanachokisema. Tutakwenda moja kwa moja kwenye mafhumu ya laana kama ilivyokuja katika Qur'an, na Qur'an imeleta sura 4 za maana ya laana. Katika aya ya surati al-Baqara, aya 88, neno laana hapa limekuja kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amewaondoa hawa watu katika rehema zake na kwamba atawaadhibu. Aya ya kwanza tunasoma waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Hawa ni Mayahudi walisema nyoyo zetu sisi zimefunga na hazikubali tena hayo wanaoambiwa na Musa au na mitume wengine, bali Mwenyezi Mungu asema bal la'anahumullah ay taradahumullahu min rahmatihi bikufrihim, kwa ukafiri wao, yani kwamba atawaadhibu na amewaondoa na amewaweka mbali na rehma zake. Na hiyo ni suratul Baqara aya 88. Maana ya pili ya laana ni kuwapa adhabu watu hao. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika. Naam, kwa hivyo aya hii ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, hao ndio watu ambao wanalaaniwa na Mwenyezi Mungu na wale wenye kulani pia wanawalani. Falla'nu huna, laana hapa, la'anahumullahu huwa adhabuhu ilayhim, ni kwamba adhabu yake juu yao, na watu hapa wanawatakia adhabu, wanawatakia
wawekwe mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala'nu an-nas dua alaihim, na laani watu huwaombea hawa ni kuwaapiza kama tutakavyokuona. Kwa hivyo laana ya Mwenyezi Mungu inakhtilafiana na laana ya watu kwa mujibu wa Qur'ani al-Karim. Naam, ndugu Waislamu, tukiangalia aya ya 3 iliyoeleza suala la laana, tutakuta kwamba minalladhina hadu yuharifuna alkalima, wale waliokuwa ni Mayahudi huwa wanapotosha maneno Mwenyezi Mungu an mawadhi'i, wanachezea maneno Mwenyezi Mungu. Wayaquluna samina wa asaina, na wanasema kwamba tumesikia na tumeasi. Wasma ghaira musmi', na tumesikia wakati kwa hakika si wenye kusikia. Wara'ina layyan bi alsinatihim, wanamuita ra'ina kwa kumuita mtume ra'ina, na ndio kakatazwa msiseme ra'ina alsinatim. Wa ta'ana fi din, walikuwa wanakusudia kuihujumu dini. Walau annahum qalu, laitu wangesema sami'na wa ata'na, mesikia na tumetii, wasma wa ndhurna, na wakatumia neno ndhurna lili ya ra'ina. Ra'ina ilikuwa ni neno baya kwa mjibu wa lahja yao ya Kiyahudi. Wandhurna, tuangalie au tusikilize au tupe rehema zako, tupe mapenzi yako, tupe lakana khairan lahum, ingekuwa ni bora kwao, wa aqwam, na bora zaidi. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mwenyezi Mungu hapa anawalani, anatumia neno laana tena. Tumesema kwamba laana ya Mungu ni tofauti na laana ya watu. Laana Mwenyezi Mungu ni kwamba amewaondoa kwenye rehema zake na amewekwa mbali na rehema zake, na kwamba amewaadhibu. Aya nyingine, ulaika alladhina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira, yani ikiwa Mwenyezi Mungu ameshamweka mbali na rehema zake hawezi kupata mtu wa kumnusuru. Surati An-Nisa 46, na hii ni Surati An-Nisa aya ya 52. Naam, aya nyingine inasema ulaika alladhina innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina, ambao wamemuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hawa Mwenyezi Mungu amewalani duniani na akhira. Adda lahum 'adhaban muhina, na amewaandalia adhabu iumizayo yenye kufedhehesha. Surati Al-Ahzab aya ya 57. Aya nyingine inazungumzia laana, inasema ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surati Muhammad aya 23. Hao ndio aliwalani Mwenyezi Mungu, asammahum, akawafanya wawe viziwi na vipofu, wa a'ma absarahum, lakini adhabu, kuadhibu watu hao. Naam, ama katika aya nyingine ambayo ni Surati Nur aya ya 7 inasema wal khamisatu an la'natullahi alayhi in kana minal kadhibin. Na hapa hata waongo wanalaaniwa. Kwa hivyo watu wanaosistaajabu kusikia mtu anamlaani mtu kwa sababu alikuwa muongo au pengine alikuwa mlevi au pengine alikuwa muovu. Waovu wanalaaniwa kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Na hii inakusudia almulaana hapa, li'an, mtu kama wana matatizo yale kwamba mke wake labda amemwendea kinyume au pengine mtoto aliyezaliwa hamkubali, Mwenyezi Mungu atawahukumu hapa, anasema wal khamisatu, na jambo la 5 waitoe laana, anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibin, kwamba laana Mwenyezi Mungu juu yake ikiwa yeye ni muongo. Kwa hivyo waongo wanalaaniwa kwa mujibu wa Qur'an al-Karim. Ama katika aya Surati Al-Ahzab aya ya 64 Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto sa'ira wa jahannam. Sasa laana katika aya hizi zilizozisoma zote bimaana al-adhabu min Allah liman yastahiqu, kwa maana ya kwamba ni adhabu juu ya wale wanaostahiki, min al-kafirina, miongoni mwa kafiri, au dhalimina, au madhalim, au al-kadhibina, au waongo. Sasa hichi kiherehere kinacholetwa katika kombe hizi sijui zinaletwa kwa sababu gani? Laysa lil insani fi hadha al-adhabu ay sha'nun, mwanadamu hana jukumu lolote, hana uwezo wowote katika kumpatia adhabu mtu. Yeye kazi yake ni kumwombea dua tu ya laana basi na kumwapiza. Mwenye kutekeleza hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni fi'lillah, ni kitendo cha Mwenyezi Mungu. Naam, isipokuwa ile aya ya pili ambayo ndani yake kuna mchanganyiko wa laana Mwenyezi Mungu na wanadamu. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Naam, Surati Al-Baqara aya 159, ndiyo kuna mchanganyiko wa laana ya Mungu na laana za wanadamu. Kwa tukienda katika aya nyingine, kipembe cha pili hichi, dua min al-insani ala ghairihi, laana inakuwa ni dua, maapizo ya mwanadamu kwa mwingine
كقوله ويلعنهم اللاعنون فإن المتلاعنين hawa mutalainina hawa kila mmoja anamlani mwenzake. Fallanatu, hii laana inamshukia anayestahiki, si kwamba inamshukia mtu yoyote. Hata ukamlani mtu kama hastahiki, hiyo laana haimfikii. Kwa hivyo kiherehere sijui ni cha nini. Naam. Ama aya nyingine inasema rabbana atihim dhifaini min aladhab wal'anhum la'nan kabira, Surat al-Ahzab aya ya 68. Mwenyezi Mungu wape adhabu mara mbili hawa na walani laana kubwa sana. Ama katika surati Hud aya ya 18 Mwenyezi Mungu anasema ala la'natullahi ala dhalimin, madhalim wanalaniwa. Ikiwa wewe unamuona mtu ni dhalim, hayo haki ya kumlani kwa mjibu wa Qur'an al-Karim, surati Hud aya ya 18. Na aya nyingine inasema lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kwa hivyo mtu aliyoasi na yule aliyopindukia mipaka anastahiki laana. Suratul Maida aya ya 78. Sasa Mwenyezi Mungu amesema lu'ina alladhina kafaru, wamelaani waliokufuru min bani Israil, miongoni mwa bani Israili, ala lisani Daud, kwa ulimi wa Nabii Daud. Nabii Daud aliwalani na Nabii Isa aliwalani. Ni sunna ya mitume kuwalani walioasi na wale waliochukua mipaka. Lan tajida li sunnati llahi tabdila au sunnati man kad arsalna min qablu min rusulina walan tajida li sunnati llahi tabdila. Manake Mwenyezi Mungu habadilishi sunna hizi, sunna zake, na kwamba mitume wake wamewalani watu. Naam. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu anasema wamelaaniwa hawa walioasi na waliochupa mipaka katika bani Israil, Nabii Daud aliwalani na Nabii Isa aliwalani. Pia anatuambia katika surati al-Isra sura ya 17 aya 77, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Hutoipata sunna yetu kubadilika, ni sunna ya mitume, haibadiliki. Kwa mtume pia na yeye aliwalani walioasi na akawalani waliochupa mipaka. Tunaendelea inshallah kueleza aya nyingine, na kusudio langu ni kutaka watu watambue nini Qur'ani imezungumzia juu ya neno laana na nini imelichambua swala hili. Naam, ndugu Waislamu na wanaukumbi kwa ujumla, katika aya nyingine katika surati al-A'raf aya 44 inasema wanada ashabul jannati, watu wa peponi sasa watawaita ashaban nar, watazungumza na watu wa motoni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna, sisi tumekuta yale ambayo Mola wetu alituahidi haqqan, kwamba ni kweli. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, je, na nyinyi huko motoni mmeyakuta aliyokuahidini Mola wenu kwamba ni kweli? Qalu na'am, watasema ndiyo. Faadhana muadhinu, mtangazaji atatangaza, operator huyu, bainahum, baina yao, an la'natullahi ala dhalimin, ana Mwenyezi Mungu iwashukie madhalim. Sasa sijui kwa nini mtu akasirike akisikia dhalim analaaniwa. Naam. Kwa hivyo aya hii yote hii inazungumzia kwamba kuna dua ala man yastahiqu tard min rahmatillah, kwa yule anastahiki kufukuzwa kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio maana la'n kwa maana dua. Ama laani kwa maana ya sabu, kutokana na shatam, kushutumu, kama ilivyozungumzwa katika lugha ya Kiarabu. Tuiangalie kipengele hichi cha kulani na cha kutukana na kushutumu kimezungumzwa wapi katika Qur'an al-Karim? Kimezungumzwa katika wajhu ya tatu ya hizi aya za Qur'ani al-Karim. Naam. Kwa mfano aya iliyokuja katika surati An-Nisa aya ya 47 inasema ya ayyuhalladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa ujuha fanaruddaha ala adbariha au nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amru Allahi maf'ula. Kwa hiyo ikiwa watu wamegeuzwa mangedere na manguruwe, hiyo ni adhabu. Wataradnahu bilmuskh, Mungu anasema kwamba aliwaondoa kwenye rehema yake kwa kuwafanya wawe ni mangedere na manguruwe. Naam. Kwa hivyo muamini yale ambayo tumeteremsha, ambayo inasadikisha yale mlionayo, kabla ya kuzibadilisha nyuso zenu, na walibadilishwa, au al'anahum, au kama tulivyowalani, kama la'anna ashab as-sabt, wala ashab as-sabt walilaaniwa, na baada ya kulaaniwa wakabadilishwa, wakageuzwa, wakawa mangedere na manguruwe. Naam. Inaweza ikawa hii adhabu ni pana zaidi kuliko hiyo adhabu, na hiyo kubadilishwa watu wakawa
viumbe wengine ni adhabu kali zaidi yenye kumaanisha hiyo laana Mwenyezi Mungu ambayo ameitaja katika surati An-Nisa aya 47. Naam. Ama maana nyingine kwenye sura ya 4 ambayo ni ya mwisho yenye maana ya neno hili la'an ni surati Al-Ahzab aya 61, nasema mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taktila, wamelaaniwa popote wanapokuwa basi hukamatwa na kuuliwa taktila, mauaji. Mal'unina tayari hawa hawana hadhi yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni watu wamekumpiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika aya nyingine Suratul Baqara aya 161 Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, wale waliokufuru na wakafa wakiwa ni makafiri, ulaika alaihim la'natu, hao la'natullah, hao watakuwa na laana Mwenyezi Mungu, wal malaikati, na laana za malaika, wan nasi ajma'in, na laana za watu wote. Sijui hichi kiherehere inatokea wapi, ikiwa watu wanawalaani makafiri, wanawalaani watu ambao wanastahiki kulaaniwa. Aya nyingine katika surati Ali Imran aya 87 inasema ulaika jazaohum an alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, hao jaza yao ni kwamba laana Mwenyezi Mungu iwe juu yao na laana malaika juu yao na laana ya watu wote iko juu yao. Laana Mwenyezi Mungu juu yao hiya tarduhum, ni tarduhum min rahmatillah au tarduhum min rahmati, ni kuwafukuza mbali na rehema yake. Lakini laana ya watu na laana malaika fahiya dua alaihim bi an yab'iduhum Allahu an rahmati, ni dua, kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu aweke mbali na rehema zake. Natumai itakuwa imeeleweka. Naam, tusome aya hii ya mwisho kwenye mukaddima wa sehemu hii ya pili, Suratul Maida aya ya 13, bima naqdhihim mithaqahum la'annahum, baada ya kutengua ahadi zao tulakawalani, waja'alna qulubahum qasiyatan, tukajalia nyoyo zao zikawa ngumu, yuharifuna alkalima, wakawa wanayachezea maneno ya Mwenyezi Mungu, an mawadhihi, kutoka ile sehemu zake wanabadilisha, wanasu hadhan mimma dhukiru bihi, wakasahau ile hadhi waliokumbushwa, wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalila, hii khiana yao inaendelea isipokuwa kwa wachache, minhum fa'fu anhum, basi wasamehe, wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anapenda wenye kutenda mazuri. Naam, kwa Mwenyezi Mungu walani akawafanya mangedere na manguruwe. Hiyo ni kitendo cha Mwenyezi Mungu, na mwanadamu hawezi kufanya hivyo, isipokuwa mwanadamu kazi yake yeye ni kuwaombea hawa wapate hizo adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa hivyo hiyo ndio maana ya laana na hukumu yake na muradi wake na maarifa yake mapana kama yalivyokuja katika Qur'ani al-Karim. Naam, lakini kitu muhimu hapa tutaje kuona kwamba Qur'ani imetaka hawa watu wabaya wanaolaaniwa au wanaoweza kuombewa dua kama hizi wawe wanajulikana uovu wao, usije ukamdhulumu mtu au ukamlaani mtu ambaye hastahiki. Tutakuja kuona haya inshallah. Nimezungumza kwamba kwa mujibu wa Qur'an al-Karim kuna baadhi ya wanaostahiki kulaaniwa kama waongo, makafiri na madhalim wa aina zote zile. Na pamoja na hayo Mwenyezi Mungu anamsifu mtukufu mtume kwa kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, kama ilivyo katika Suratul Qalam aya ya 4 kwamba wewe uko katika tabia nyingi nzuri zilizotukuka, na kisha akatuambia sisi Waislamu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha kathira. Yani tuna kiigizo chema, mtume ni chema, mtume ni kiigizo chema kweli. Kwa hivyo swala la kulani si kila mara kwamba linakuwa ni zuri. Kwa mfano katika baadhi ya wakati halitakiwi hasa litendeke. Kwa mfano uko katika wewe ni jemadari wa vita, unapambana na jeshi jingine, jeshi hilo pengine mnalingana katika baadhi ya akida, isipokuwa mnakhtilafiana katika baadhi ya mambo, kama ilivyokuwa katika jeshi la Imam Ali na jeshi la Muawiya. Sababu wengi katika watu wafuasi wa Muawiya si lazima kwamba walikuwa wanamchukia Imam Ali alayhi salam. Wengine walikuwa wako kule kwa sababu tu ya kufuata maeneo waliokuwa, au pengine kabila zao, au pengine kufuata maslahi ya dunia katika jeshi lile, na ndio maana wako na Muawiya. Kwa hivyo Imam
alitaka kueleza makarimul akhlaqi katika swala hili ambalo mawahabi na masalafi hawaelewi, kama tulivyosema kwamba hawa wamesoma lakini hawakuelewa walichokisoma. Imamu Amirul Mu'minin alikuwa katika vita, mawqif al-harb, na anapambana na watu ambao hawajakhtilafiana sana katika mambo ya akida. Wengi wao wote ni Waislamu, wanaamini Mungu huyo huyo, wanaamini kitabu hicho hicho. Wamekhtilafiana katika suala la uongozi na katika suala la kuuliwa kwa Uthman, na si lazima kwamba jeshi lote ambalo liko katika Muawiya linamuona Ali ni mtu mbaya, si lazima iwe hivyo. Kwa hivyo kama ni kiongozi wa siasa, ni kiongozi mwenye maono ya juu, lazima uwe na mawqif katika swala hili. Kwa hiyo ndio maana yake Imam Ali amezungumza baada ya sabu wal la'n, kutokuwalani wale watu wa Sham na kuwatukana na kuwatenga kiasi hichi, sababu yuko katika vita nao. Mudarat, kama Mtume anavyosema, umirtu bimudarati nnas, nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu kufanya mudarat, kutaka watu, kuwaraghibisha watu, kuwapendezesha watu, kuwavutia watu, attract jazbin nas ilaik, waleta watu kwako, sio tanafuru nas, sio kuwaondoa watu kwako wewe, kuwafukuza watu. Naam. Kwa hivyo ukisoma katika riwaya hii ambayo mawahabi na masalafi hawajaielewa mpaka leo, wao wanaanza kusoma tu karitu lakum an takunu la'anina shatamina yashtumuna ya akhi, iangalie hii riwaya, haya maneno ameyasema Amirul Mu'minin wakati gani na kwa watu gani, walikuwa katika hali gani? Kwa hivyo riwaya hii ambayo imepokelewa na Nasr bin Muzahim ana Umar bin Saad al-Asadi, riwaya ahli sunna wal jamaa. Pia imamu amezungumza kwa uchache katika Nahjul Balagha, ana Abdurrahman ana al-Harith bin Husayra ana Abdullah bin Sharikh qala, alisema faraja Hujr bin Adi, alitoka Hujr bin Adi wa Amr bin al-Hamq yudhhirani al-bara'ata min ahli Sham, walitoka Hujr bin Adi na Amr bin al-Hamq wakawa wanaonesha al-baraa, kujitenga kwao na ahli Sham, kuwapinga watu wa Sham wazi wazi. Fa arsala ilayhima Ali, Imam Ali akawaita waje, ankufa amma yablughuni ankuma, acheni hayo mnayofanya. Wakawa wanawatukana, wanawalani, wanatangaza baraa na watu wale. Hata ya wakaja Hujr bin Adi na huyu Amr bin al-Humq, faqala ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir, alasna muhiqina, kwani sisi si tuko katika haki? Amir al-Mu'minin akasema bala, ndiyo tuko katika haki. Qala, wakasema awalaisu mubtilina, je wao wako katika batili, wamepotea? Qala bala, Imam Ali akasema ndiyo. Qala falima mana'atana min shatmihim, kwa nini basi watuzuia sisi tusiwashutumu na kuwalani? Hapo ndipo linakuja jawabu ya Amirul Mu'minin, qala karihtu lakum an takunu la'anina, mimi nimechukizwa nyinyi msiwe wenye kulani tu, tabia za kulani, shatamina, wenye kushutumu, tashtimuna watabarrauna, mnashutumu na mnajiweka mbali na watu. Lakini lau wasaftum masawi, mnge wasifu mabaya yao, a'malahum, ubaya wa matendo yao, faqultum min siratihim kadha wa kadha, mkaeleza hawa jamaa wako hivi, wako vile, wa min a'malihim kadha wa kadha, na vitendo vyao ni hivi na vile. Kana aswabu fil qawli, ingekuwa ni bora zaidi kimaneno kwenu, wa ablaghu fil udhur, ingekuwa udhuru wenu uko sahihi zaidi. Walau qultum makana la'anikum iyahum, laiti mngesema badala ya kuolani kwao, wa bara'atikum minhum, na kujitenga kwao na wao, Allahumma ahqin dima'ahum, ilikuwa ni wakati wa vita ule. Mwenyezi Mungu simamisha damu zetu zisimwagike, wa dimaa, na damu zao zisimwagike, wa aslihi dhata bainihim wa bainana, na tuletee suluhu baina yetu na wao, wahdihim, na waongoe min dhalalatihim, ungalia waongoe kutokana na uovu wao, hatta ya'rifa alhaqqa minhum min jahli, hatta yule asiyetambua haki aijue haki hiyo, wayaraawa anil ghai, na watoke katika uovu huo, waludwan, na uadui minhum, uadui wao, man lahija bihi, yule ambaye anatamka uadui aache kutamka uadui. Lakana ahabba ilayya wa khairan, ingekuwa kwa mimi bora zaidi, wa khairan lakum, ni bora kwenu. Ni hivyo Mwenyezi Mungu hapa na anadhihirisha umahiri wa Imam Ali alayhi salam. Yuko katika vita, lakini pamoja na hayo alikuwa hataki, bado anatamaa kwamba wanaweza baadhi ya wao wakajirudi kama wakitendewa, wakifanyiwa wema na wakitendewa hisani, na kuto kushtumiwa na kulaaniwa na kueleza shutuma na laana ambazo zinaweza zikawasha moto wa kivita zaidi. Hizo ndio adabu za Amirul Mu'minin ambazo wamesomeshwa na mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe amemsifu mtume kwa kusema
wa innaka la'ala khuluqin adhim. Kwa hivyo kama ninavyosema kwa mawahabi masalafi wamefilisika, wanakuwa hawaelewi hasa maneno ya maimamu, na maimamu Amir al-Mu'minin amesema haya katika mawqif hiyo inshallah, na ni kweli kwamba lazima katika kila mawqif, katika kila mazingira unatakiwa utende mambo ambayo yanalingana na mazingira hayo. Nikutakieni kila la kheri, wala kumini jazila shukru, wassalamu alaikum.